إنما الأعمال بالنيات. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى فقد فاز المتقون. Ndugu zanguni katika imani, na kuhusieni baada ya kuhusia nafsi yangu katika kumcha Allah tabaraka wa taala kwa kufuata maamrisho yake na kuacha makatazo yake. Ndugu zanguni katika imani, katika mwaka wa 10 kuanzia Mtume sallallahu alayhi wasallam alipopata utume, mwezi wa Shawwal, Mtume sallallahu alayhi wasallam alifunga safari kutokea Makka kwenda kwenye mji unaoitwa At-Taif. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika safari hii aliambatana na sahaba ambaye anaitwa Zaid bin Haritha. Walitoka Makka na Zaid bin Haritha hali ya kuwa hawana kipando, wametoka Makka wanatembea kwa miguu. Ndugu zangu katika imani, huu ulikuwa ni mwaka wa 10 mina nubuwa, katika mwezi wa Shawwal. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatoka Makka kuelekea Taif kwa miguu, na kama masafa yanavyofahamika, Makka na Taif ni kilomita zisizopungua 93. Kutoka Makka kwenda Taif ni kilomita zisizopungua 93. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatembea kilomita 93 kwa miguu, na lengo la kwenda Taif, ndugu zanguni, alikwenda kwa ajili ya kufikisha ujumbe wa Allah tabaraka wa taala. Mtume katembea mpaka alipofika Taif. Alipofika Taif akaanza kuwalingania watu wa Taif katika aqida iliyokuwa sahihi, aqida ya kumtambua Allah tabaraka wa taala, aqida ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Na alikaa katika mji wa Taif kwa siku 10, lakini siku zote hizi 10 hakuacha nyumba yoyote isipokuwa ameifikia na kuwalingania katika aqida hii ya la ilaha illa Allah. Ndugu zangu katika imani, watu wa Taif hawakukubali da'wa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, hawakukubali. Siku zote 10 Mtume anafanya da'wa, watu wa Taif hawakukubali, bali mwisho walimwambia watu wa Taif, ukhruju min biladina, Muhammad, tutokee katika mji wetu, umetuchosha sasa. Ukhruju min biladina, toka katika mji wetu. Haikutosha Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoamua kutoka Taif kurejea Makka. Kumbukeni, amekata kilomita 93 kutokea Makka kuja Taif.
amekaa siku 10 katika mji wa Taif. Watu wa Taif wanamfukuza tena, wanamwambia ukhruju min biladina, toka katika mji wetu. Kwa hiyo tena atembee kilomita 93 kurudi Makka, hata kupumzika hajapumzika. Watu wa Taif wanamwambia toka sasa ewe Muhammad, umetuchosha. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaamua kutoka katika mji wa Taif. Lakini wakati anatoka, watu wa Taif wakakusanya watoto wadogo na watu ambao akili zao haziko sawa sawa, wakakusanya, wakawa watu hawa watoto wadogo hawa wanamponda Mtume sallallahu wasalamu alayhi, wanamponda mawe kumfukuza katika mji wa Taif. Mtume akaathirika vibaya sana, lakini Zaid bin Haritha radhiyallahu anhu kwa mapenzi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiona jiwe linakuja kwa Mtume salawatullahi wasalamu alayhi, anaweka kichwa chake Zaid bin Haritha, anapondwa yeye mpaka Zaid bin Haritha akapasuka katika kichwa chake. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatoka katika mji wa Taif kwa adha kubwa sana na udhalili mkubwa sana na kipigo kibaya sana, damu zimetota katika nguo yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam akatoka katika mji wa Taif. Alipotoka katika mji wa Taif akaenda mpaka akafika katika bustani moja, akakaa katika ile bustani kwa kupumzika. Alipokaa katika ile bustani kwa mateso aliyopata Taif, na hakuna mtu yoyote ambaye amekubali da'wa ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, hali ya kuwa nguo zake zimetapakaa damu, Zaid bin Haritha kichwa chake kimepasuliwa, watu wa Taif wamempa adha kubwa sana. Mtume salawatullahi wasalamu alayhi anapumzika, anafikiria tena kukata kilomita 93 kurudi Makka, kilomita 93 kurudi Makka mashian, akitembea kwa mguu. Mtume salawatullahi wasalamu alayhi akakaa pale, akaanza kumlilia Allah tabaraka wa taala kwa yale aliyoyapata katika mji wa Taif. Akasema kumshtakia Allah, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati, ewe Allah, kwako wewe peke yako mimi ndiyo ninashtakia udhaifu wa nguvu zangu. Sina nguvu mimi ni dhaifu, ndio maana watu wa Taif wamefanya waliyofanya. Wa qillatu hilati, na ninashtakia kwako uchache wa ujanja wangu. Wa hawani ala nnas, na ninashtakia kwako hawani ala nnas, dharau ninazopata kwa watu. Leo napigwa mawe, nadhalilishwa, nafukuzwa na watoto wadogo. Hawani ala nnas, ewe Allah ninashtakia kwako mimi haya. Ya arhamar rahimin, anta rabbul mustadhafin, ewe Allah wewe ndiyo mola wa wanyonge. Wa anta rabbi, na wewe ndiyo mola wangu. Ila man takiluni, ewe Allah unanitelekeza kwa watu gani mpaka umenifanyia hivi? Unanitelekeza kwa watu gani? Ila baidin yatajahamni, ewe Allah umenitelekeza kwa watu wa mbali kabisa. Yatajahamni, ananishambulia, wananishambulia. Kweli umenitelekeza Allah. Ila aduwin malaktahu amri, au umenitelekeza kwa adui wangu ambaye umemmilikisha jambo langu afanye kwangu anachotaka. Akashtakia maneno mengi sana. Mtume salawatullahi wasalamu alayhi akaendelea kwa kusema illam yakum bika alayya ghadabun fala ubali, lakini yote yanayonipata mimi, yote yanayonipata, illam akum bika alayya ghadabun fala ubali, ikiwa haya ninayoyapata sio adhabu kutoka kwako kuwa umenighadhibikia, isipokuwa ni mitihani hapa na pale, sio adhabu kuwa umenighadhibikia, fala ubali, basi sintojali lolote litakalonipata katika njia ya kutangaza hii kalima ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Haya yote yanayonipata ikiwa sio adhabu kutoka kwako na ghadhabu, fala ubali, mimi sintojali. Mtume salawatullahi wasalamu alayhi akasema maneno mengi na kumshtakia Allah sana kwa uchungu, maneno aliyasema kwa yale aliyoyapata kwa watu wa Taif. Ndugu yangu katika imani,
Mtume salawatullahi alayhi wasallam akaondoka sehemu hapo kama anavyotuhadithia Aisha radhiyallahu anha. Mtume anasema kuwa fantalaqtu, nikaondoka mimi, wa ana mahmumun, na mimi hali ya kuwa nina mahmum, mgonjwa, najisikia vibaya, siko vizuri. Anafikiria tena akate kilomita 93, mtu kapigwa mawe, nguo zimetota damu, hakuna alichokipata katika watu wa Taif. Anafikiria atembee tena kilomita 93 mashian, kwa mguu. Ndugu zanguni katika imani, anasema fantalaqtu wa ana mahmum, nikatoka hali ya kuwa na mimi ni mahmum, ni mgonjwa, sina hali nzuri. Farafa'tu ra'si, nikainua kichwa changu. Fa idha bi sahabatin qad adallatni, mala nilipoinua kichwa changu nikaona kijiwingu kiko juu yangu. Fa idha fiha Jibril, mala nikamuona Jibril katika kile kiwingu. Fanadani, Jibril akaniita akasema faqal, akasema inna Allaha qad sami'a qawla qaumika lak, hakika Allah amesikia maneno ya watu wako waliosema kuhusu wewe. Wama raddu alaik, na yale waliokufanya Allah amesikia na ameona. Watu wa Taif walivyokuwa na kujibu pumba vibaya, Allah amesikia, na walichokufanya Allah ameona. Waqad ba'atha Allahu ilayka malaka aljibal, na Allah ametuma kwako wewe ujumbe maalum, ametuma kwako wewe malaika wa milima, katuma kwako wewe malaika wa milima. Litaamurahu bima shi'ta fihim, ili umuamrishe huyu malaika awafanye vipi hawa watu wa Taif, watu waliompiga Mtume salawatullahi wasalamuhu mpaka nguo zake zikatopa, watu ambao wamemfukuza, wakaamrisha watoto wadogo wamfukuze katika mji wa Taif kwa kumpiga mawe, kumtoa kwa udhalili. Allah katuma malaika wa milima, wewe ndio umuamrishe huyu malaika afanye nini, kuwafanyia watu wa Taif adhabu gani unataka. Fanadani malakul jibal, Jibril aliposema maneno haya, Mtume anasema fanadani malakul jibal, yule malaika wa milima akamuita Muhammad. Fasallama alayya, Mtume akasema, akanipa salam, akanisalimia malaika wa milima. Thumma qal, kisha akasema, ya Muhammad, ewe Muhammad, ewe Muhammad, dhalika fima shi'ta in shi'ta an utbiqa alayhim al-akhshabayn, wewe lolote unalolitaka sasa, niamrisho chochote unachokitaka. Ukitaka hawa watu wa Taif hawa ni wasagesage kati ya vilima viwili hivi. Taif ni sehemu ambayo iko kati ya vilima viwili, huku kuna mlima na huku kuna mlima, katikati ndiyo Taif. Malaika wa milima anasema ukitaka hawa watu wa Taif, kwa kitendo alichokifanya ni wasage, ni wabananishe na ni wasage kati ya hii milima miwili, nitoe mlima huku na huku ukutane katikati, wote wasagike waishe, mimi niko tayari kufanya hilo. Angalia Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa adha aliyoipata watu wa Taif, kwa majibu mabaya aliyopata kwa watu wa Taif, kwa kipigo alichokipata kwa watu wa Taif. Amekuja malaika wa milima, anataka lolote atakalosema Muhammad litekelezwe, yuko tayari kulitekeleza, hata kuwasaga kati ya vilima viwili. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema hapana, bal arju an yukhrij Allahu min aslabihim man ya'budu Allah wahdahu la yushriku bihi shay'a. Mtume pamoja na adha aliyoipata alijibuje? Alimwambia yule nini malaika wa milima, hapana, bal arju, bali natarajia, an yukhrij Allahu min aslabihim, Allah atatoa katika hawa watu walionipiga hawa, Allah atatoa katika migongo yao man ya'budu Allah wahdahu, watoto, kizazi kitakachomwabudu Allah peke yake, la yushriku bihi shay'a, wala hakitomshirikisha Allah na chochote. Ndugu zanguni katika imani, huyu ndiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, hakika
imekuwa kwenu nyinyi kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kiigizo chema. Kiigizo chetu ni Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله حمدا شاكرين ونؤمن به إيمانا موقنين ونقر بوحدانيات إقرار الصادقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, ndugu zanguni katika imani, mtume sallallahu alayhi wasallam amepigwa na watu wa Taif, amefukuzwa Taif. Kile alichokitarajia Taif hakukipata, lakini Allah anamletea malaika wa milima ili awaadhibu watu wa Taif. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, hapana, natarajia hawa watu kitakuja kupatikana kizazi kitamwabudu Allah peke yake na wala hakitumshirikisha. Ndugu zanguni katika imani, almaslahatul amma muqaddamatun ala almaslahatil khassa. Almaslahatul amma muqaddamatun ala almaslahatil khassa. Maslahi mapana makubwa yanayowajumuisha watu wengi, muqaddamatun ala almaslahatil khassa, ndiyo yanayotangulizwa kuliko maslahi maalumu ya mtu mmoja mmoja. Vikikutana vitu viwili, kuna maslahi ya watu wengi na hapo kuna maslahi ya mimi Shafi peke yangu, nikaambiwa nichague maslahi gani natakiwa kuyafanya, maslahi gani unatakiwa kuyafanya. Katika maslahi yote haya mawili hakuna maslahi moja ambayo kuna madhambi au kuna maasiya. Wanawazuoni wanakwambia almaslahatul amma, maslahi ya watu wengi yenye kutangaa watu wengi, yenye kufaidisha watu wengi, muqaddamatun ala almaslahatil khassa, yanatangulizwa zaidi ya maslahi ya mtu maalumu. Ndugu zangu ni katika imani, na hiki ndicho alichokifanya mtume salawatullahi wasalamu alayhi. Qaddama almaslahatil amma, alitanguliza maslahi makubwa ya kuwaacha watu wa Taifi wasiangamizwe na huyu malaika, kuwaacha na kutarajia kuwa kuna maslahi makubwa atakayopatikana zaidi ya maslahi ambayo angeyapata yeye binafsi kuwa amelipiza kisasi kwa watu wa Taifi. Ndugu zangu ni katika imani, huu ndio Uislamu. Muislamu popote unapokuwa, kukiwa kuna maslahi mawili, yote maslahi hayana maasiya, maslahi ya kujumuisha waislamu wengi, ya kujumuisha watu wengi, mukaddama, haya maslahi yanatakiwa yatangulizwe kuliko maslahi ya wewe peke yako. Usiwe ni sababu ya kuacha, ya kuharibika almaslahatul amma, maslahi ya watu wengi, eti kwa sababu unataka almaslahatul khassa. Huu sio Uislamu, na hii haukuwa mwenendo wa mtume salawatullahi wasalamu alayhi. Angalia mtume sallallahu alayhi wasallam katika mambo mengi ametanguliza almaslahatul khassa, almaslahatul amma. Katika mambo mengi ametanguliza almaslahatul amma zaidi ya maslahatul khassa. Hata katika masala ya sala, ndugu zangu katika imani, mtume salawatullahi wasalamu alayhi ametanguliza almaslahatul amma zaidi ya maslahatul khassa. Katika muamalati vile vile, angalia katika Uislamu, ndugu zangu katika imani, kuna biashara ambayo ni haramu. Wanazuoni wanasema talaqi rukban, biashara ya mtu anatoka na anaenda katika njia ambayo watu wanaokuja mjini kuuza vitu vyao, wanakuja mjini kutoka vijijini kule kuuza vitu vyao mjini, wenyewe wana nia hiyo. Uislamu umekataza mtu wa mjini kwenda vichochoroni kule kuwasubiria kule ili anunue vitu vyao. Uislamu umekataza. Kwa nini umekataza? Almaslahatul amma muqaddamatun ala almaslahatil khassa. Kwa huyu mtu wa mjini akija kuuza vitu vyake mjini, atauza kwa bei ndogo, isipatikane mjini kwa watu wengi. Lakini mtu wa mjini ambaye atanunua huko, akileta mjini atawapandishia bei watu. Uislamu ukakataza. Kwa nini umekataza? Riayatan, kwa kuchunga almaslahatul amma, kuwa watu wengi wanatakiwa wapate faida. Hivi ndivyo Uislamu ulivyokuwa. Bali Uislamu, ndugu zangu katika imani, umekataza kitu kinachoitwa alihtikar. Alihtikari ni haram,
ni nini al-ihtikar? Al-ihtikar ni mtu kuwa na chakula kingi alafu akakibana kile chakula, asikiuze kile chakula, watu wakapata tabu aliyakuwa chakula yuko nacho, kama ni sukari, kama ni mchele, kama ni unga, kama ni kitu gani, akakibana ili mradi watu wapate tabu sana. Baada ya hapo akija kukitoa akiuze kwa thamani ya juu. Uislamu ukakataza biashara ya namna hii, na Mtume salawatullahi wasalamu akakataza, akasema la yahtakiru illa khati'un, hakuna mtu anafanya hii biashara, huu muamala wa ihtikar ya kuzuia chakula ili kisipatikane mjini, ili kwa lengo aje wauzie watu kwa bei kubwa. Mtume akasema la yahtakiru illa khati'un, hakuna mtu anafanya hivi isipokuwa mtu huyo atakuwa kwenye makosa na ni katika madhambi makubwa. Kwa nini imekatazwa al-ihtikar? Kuchunga al-maslahatul amma, kuchunga maslahi ya watu yenye kutangaa faida ya watu inayopatikana kubwa kwa maslahi madogo ya yule mtu peke yake. At-taqdimu al-maslahati al-amma ala al-maslahati al-khassa. Na huu ndio Uislamu, ndugu zangu katika imani. Linapokuja jambo lenye maslahi makubwa na wewe una maslahi yako madogo, ukaona maslahi yako madogo huwezi kuyapata kama hili jambo la maslahi makubwa litapita, Uislamu unakwambia achia maslahi yako madogo ili mradi maslahi makubwa yaweze kupita ili watu wafaidike. Ndugu yangu katika imani, huu ndio Uislamu. Huu ndio Uislamu, na kinyume cha hivyo huo hautokuwa ni Uislamu. Ndugu yangu katika imani, Mtume salawatullahi wasalamu alayhi hata katika swala alichunga maslahi ya watu wengi. Angalia Muadh bin Jabal alikuwa anasali na Mtume salawatullahi wasalamu alayhi, kisha anaenda nyumbani kuwasalisha watu wake, lakini anawasalisha watu wake kwanza kwa muda wa kuchelewa, pili anarefusha sana kisomo anapowasalisha. Kukawa kuna kijana mmoja akakataa kusali nyuma ya Muadh bin Jabal. Aliposalisha Muadh, yule kijana akatoka akaenda msikitini akasali peke yake. Muadh anamaliza swala, anageuka nyumbani kwake, yule kijana hamuoni. Muadh akasema huyu kijana huyu atakuwa ni munafiki, la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nitaenda kumshtaki kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na huyu kijana aliposikia Muadh atamshtaki kwa Mtume kwa sababu hakusali nyuma yake, na yeye akasema na mimi vile vile la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na mimi nitaenda kumwambia Mtume kwa kile Muadh anachotufanyia. Kweli wakakutana kwa Mtume. Muadh akamshtaki huyu kijana, na huyu kijana akatoa hoja zake kuwa ewe Mtume, huyu Muadh kwanza anakaa sana kwako wewe, akimaliza kusali anakuja nyumbani kutusalisha, akitusalisha yutilu alaina, anatusalisha swala ndefu sana ambayo sisi hatuna uwezo nayo. Mtume salawatullahi wasalamu alayhi akamgeukia Muadh akamwambia, afatanu anta ya Muadh, ewe Muadh, wewe unataka kuwafitinisha watu ewe Muadh, unataka kuwafitinisha watu ewe Muadh. Kwa nini Mtume anamwambia Muadh? Mtume anachunga almaslahatul amma muqaddamatun ala almaslahatil khassa, anachunga maslahi makubwa, maslahi ambayo yanatapakaa kwa watu yanatakiwa yatangulizwe. Wewe Muadh kweli unapenda kusimama sana katika swala, lakini angalia maslahi ya watu. Ndio maana katika hadithi nyingine Mtume salawatullahi wasalamu alayhi akasema, idha amma ahadukumun nas, mmoja wenu akiswalisha watu falyukhaffif, basi aswalishe swala fupi ambao watu wanaweza kuhimili. Fa inna fihim adh-dha'ifa, hakika katika watu ambao unawasalisha nyuma yako jua kuwa kuna madhaifu. Fa inna fihim as-saghir, kuna watoto wadogo, wal-kabir, na watu wazima vikongwe, wadh-dha'if, na kuna madhaifu wagonjwa, wadhal haja, na watu wenye shida za aina mbalimbali. Unaposalisha basi salisha swala fupi, hawa watu hawa waliotajwa waweze kuhimili swala yako. Anatufundisha nini Mtume salawatullahi wasalamu alayhi? Kuwa tuchunge maslahi mapana, almaslahatul amma,
ni lazima tuyachunge, maadamu haya maslahi hayaendi kinyume na sheria ambayo Allah tabaraka wa taala kaiweka. Lazima tuyachunge, tuache maslahi binafsi, tuache al-ananiya, tuache hubbu dhat, ubinafsi, kujipendelea, kutaka mimi niwe mimi. Kwa nini sikuwa mimi? Kwa nini awe huyu? Kwa nini limepitia kwa huyu? Kwa nini alikupitia kwa huku? Tuache hii ndiyo sababu ya mambo mengi kuharibika, al-ananiya wa hubbu dhat wa adamu muraati al-maslahatu al-amma, na kuto kuangalia maslahatu al-amma. Ndugu zangu katika imani, katika madhhabi ya Imam Shafi wana kaida inasema al-mutaaddi afdalu min al-qasir, jambo ambalo maslaha yake yanatangaa kwa watu wengi, maslaha yake na faida yake inatangaa kwa watu wengi, jambo hili afdalu min al-qasir, ni bora kuliko jambo ambalo anafaidika nalo mtu yeye peke yake. Jambo ambalo faida yake ni ya watu wengi, ya vizazi vitakavyokuja, jambo hili ni bora kuliko jambo ambalo linaishia kwangu mimi. Hili si bora. Yakikutana maslahi mawili, nifanye lipi? Ni lile ambalo linaishia kwangu mimi au lile ambalo faida yake inatangaa kwa watu wote? Sheria inakwambia acha lile ambalo linatangaa kwa watu wote, maadamu hilo jambo halina maasi ya ndani, ni la kheri. Acha umia wewe mtu mmoja, lakini wafaidike watu wengi. Na ndio Imam Shafi'i rahimahullah katika kutabikisha kaida hii akasema kuwa talabul ilmi afdal min salati nafila, kutafuta elimu hii ya kisheria ni bora kuliko sala ya sunna anaisali mtu. Swala ya sunna unaiswali, almaslah alqasira, ni maslahi yatabakia kwako wewe, lakini ukitafuta elimu ya kisheria wewe mwenyewe utasali ala ilmin, utalingania watu, utafundisha watu, maslahi ni mapana. Akasema talabul ilmi afdal minan nafila, kutafuta elimu ni bora kuliko kukaa na kujikita kusali sala za sunna tu ukaacha kutafuta elimu, sababu maslahi haya ni yako tu, sio maslahi ambayo yatavuka mipaka kwenda kwa jamii. Almaslahatu al-amma muqaddamatun ala almaslahatu al-khassa. Ndugu zangu katika imani, na hivi ndivyo walivyokuwa wema waliotangulia, walikuwa wanatanguliza maslahi al-amma ambayo yanatangaa kwa watu wote kuliko maslahi binafsi. Wanaumia pale ambapo wanaona kuwa wana haki, lakini maslahi ama yenye kutangaa ni bora kuliko maslahi yangu mimi binafsi. Acha niumie, lakini maslahi yenye kutangaa yaendelee. Angalia Umar radhiyallahu anhu, siku moja yaumashtahati zawjuhu alhalwa, siku moja mke wake anatamani halwa. Hii halwa inauzwa shilingi 3,000, 5,000, 10,000, kitu kidogo sana. Faqala laha min aina li thamani alhalwa fa ashriha, ni wapi mimi nipate thamani ya halwa nikununulie? Wakati huo Umar ni amirul mu'minin, ni kiongozi wa waumini wa dunia, sio kiongozi wa nchi, wa dunia. Anasema ni wapi mimi nipate thamani ya halwa nikununulie? Mke wake akamwambia, hapana, sitaki utoe katika baitul mali, mimi katika masrufu ya kila siku unayonipa nitakuwa najibanabana mpaka nipate kiasi cha kununulia halwa. Ni kweli baada ya siku 5 yule mwanamama anaenda kwa Umar, anamwambia Umar, nimepata kiasi cha kununulia halwa. Umar akamwambia, umenikumbusha, hicho hela leta, mazada ankutina falmuslimuna bihi aula faqumi libaiti almali ruddiha, chochote ambacho kitazidi katika chakula chetu, katika matumizi yetu ya dharura, falmuslimuna bihi aula, waislamu ni bora zaidi, faqumi libaiti almali ruddiha, simama urudishe hicho ambacho umejibana katika matumizi ya dharura, simama ukirudisha katika baitul mali. Falmuslimuna bihi aula, waislamu wana haki zaidi. Ndugu zanguni katika imani, al-ananiya wa hubbu dhat, ubinafsi na kupenda mtu yeye kupenda, haya mambo ni hatari, haya mambo ni hatari ndugu zanguni katika imani. Na Uislamu umetupika tusiwe hivi, umetupika tuangalie, wewe uangalie zaidi jamii kuliko maslahi yako binafsi. Ndugu yangu katika imani, Abu Bakar radhiyallahu anhu alikuwa anamsaidia jamaa mmoja anaitwa Mistah. Mistah alikuwa ni fakiri, Abu Bakar alikuwa anamsaidia,
Lakini ilipofika ile fitna ya Aisha radhiyallahu anha, wakamtuhumu Aisha waliomtuhumu. Katika watu waliingia katika fitna hii, Mistah naye aliingia katika fitna hii. Abu Bakar akamwambia Mistah kuwa mimi, kwa sababu nilikuwa nakufadhili na kupa chakula, wewe katika watu ambao wanamtuhumu binti yangu uchafu, basi mimi nimekata kabisa msaada, hakuna kama wewe na familia yako mtajua hivyo. Hapo hapo Allah tabaraka wa taala akashusha aya akasema, wala ya'ta li ulul fadli minkum wasi'a, wasiape wale watu walikuwa na fadhila na wasaa wakawa wanawasaidia watu, wasiache kuwasaidia watu, waendelee kuwasaidia watu. Nini? Almaslaha amma, maslahi ya jamii, maslahi yenye kutangaa, maslahi makubwa yatangulize zaidi ya unavyoumia wewe. Ni kweli unaweza kudharaulika, ni kweli unaweza kuumia, ni kweli unaweza usishirikishwe, ni kweli, lakini angalia almaslahatul amma. Usiwe ni sababu ya kuacha almaslahatul amma kwa maslahi yako binafsi. Na Uislamu ndio umetufundisha hapo. Uislamu akati Mtume salawatullahi wasalamu alayhi anawaambia, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, haamini mmoja wenu mpaka apendelee kwa ndugu yake yale anayoyapendelea katika nafsi yake. Ni nini? Uislamu unatupika tusiwe tuna al-anania, tusiwe tuna ubinafsi, tusiwe tuna hubu dhati. Mtu anataka yeye awe yeye, asipopata kile anachotaka katika maslahi anaona nafuu al-maslahatul amma yaharibike, ili mradi al-maslahatul khassa yeye hajapata. inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallim taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat. Ili kuboresha kazi zetu, tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. ila Allahi wa rasulih Jina Al-Hidayah Online TV. Aidha, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV, uongofu kwa walimwengu.